Chama kinafika mahali kimesha mchukua mwalimu kumuingiza kwenye makato hata bila kujaza fomu yoyote. Nikisema Neto ni yatima, I'm right? Uko sahihi kabisa. Uko sahihi kabisa. Wale vijana walipaswa kusaidiwa. Naam, uhali gani mtazamaji mahala popote pale ulipo? Asante kwa kuendelea kutufuatilia, na ni wakati mwingine tena ambapo katika masuala mbalimbali ya kitaifa utakumbuka wenzetu wa chama cha walimu Tanzania wana uchaguzi ambao wameanza hivi karibuni kwa ngazi za chini, lakini baadaye wamekuja kwenye wilaya na baadaye wataenda mkoa hata taifa, ambapo chama cha walimu Tanzania CWT wanafanya uchaguzi wa viongozi wao kwenye maeneo hayo kuanzia ngazi ya juu hata ngazi ya taifa. Sasa katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya kwa maana ya jimbo la Mbeya vijijini mkoani Mbeya pia kampeni zimepamba moto kuelekea uchaguzi huo ngazi ya wilaya, ambapo uchaguzi unatarajiwa kufanyika Machi 21 mwaka huu 2025. Sasa kujua mawili matatu, nimemtafuta moja ya wagombea kwenye nafasi ya mwenyekiti wa CWT wilaya ya Mbeya kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu kuelekea uchaguzi huo na ana nini hata kuchaguliwa pengine kwenye uchaguzi huo. Karibu sana, mimi ni Josias Nkala, na hii leo na wakati huu niko na mwalimu William Msokwa kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbeya mkoani Mbeya, ambaye pia ni mgombea kwenye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika baadaye tarehe 21 mwezi huu wa 3 2025. Mwalimu, habari za majukumu? Nzuri. Naendelea vizuri. Naam, hongera sana. Hongereni kwa majukumu. Asante sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Misha zinakwendaje? Kwa kweli mambo yanaenda vizuri na shughuli ya kampeni inaenda vizuri, mapokeo ni mazuri. Mapambano mengineyo huko ya kufundisha watoto huko na vitani? Kwa kweli tunaendelea kujipanga, kuna mikakati mbalimbali tumeanza, tunaenda vizuri. Okay. Tunaenda vizuri. Naam, uchaguzi umewadia tayari. Naam. Tarehe 21 mwezi huu ndipo mnaingia kwenye kinyang'anyiro kwenye uchaguzi, na wewe upo kwenye hicho kinyang'anyiro. Naam. Msokwa, wewe ambaye umetangaza kwamba unahitaji kuwania na pengine kuwa mwenyekiti wa CWT wilaya ya Mbeya. Naam. Kwanza ni nani? Wewe ni nani kwa historia? Asante. Mimi kimsingi nimeshatumikia sasa kama mwalimu, nimeshatumikia takriban miaka 20 kwenye hii kazi ya ualimu, na sijaishia tu kuwa mwalimu, lakini nimekuwa pia mwakilishi mahali pa kazi Songwe Sekondari karibuni miaka 7. Nimeanza, nimefanya kazi pale, lakini bahati nzuri nilipata uhamisho kikazi, niko Marama kwa sasa. Ni mwalimu kwa maana ya sekondari msingi? Sekondari. Okay. Sekondari. Na katika historia yangu, kwa sababu nimepata fursa hii, nimekuwa makamu mkuu wa shule miaka 10. Kwa hiyo nina uzoefu mpaka sasa. Ninavyotangaza na kuchukua nafasi hii, nimejipima kwa maana ya kwamba nimeshiriki katika nafasi mbalimbali. Ukiachia hapo, nimekuwa katibu pia wa walimu. Tuna ushirika katika kata ambayo nilitoka, kata ya Bonde la Songwe. Nimekuwa katibu pale, tulianzisha ushirikiano. Katibu wa nini? Katibu wa umoja wa walimu. Pale nimefanya kazi miaka karibu 10 kabla sijaondoka kuja kata mpya hii. Basi nimehudumu, nimeshiriki na walimu na wamejua ni namna gani tunaweza kumtumia pia kwa nafasi nyingine. Okay. Naam. Kwa miaka yote hiyo 20 umekuwa kwenye elimu ya sekondari tu au hata ulianzia msingi? Hapana, nimekuwa elimu ya sekondari. Okay. Naam. Sasa uko shule gani? Niko shule ya Marama Sekondari. Ambapo ni mwalimu wa masomo gani? Mwalimu wa masomo ya history geography. Okay. Ya, na huwa nafundisha pia somo la civics ambalo mpaka sasa ndio nafundisha. Okay. Naam.
Mwalimu, kwa hayo na historia hiyo fupi ambayo umetupa, naamini ni fupi. Naam. Unaamini unatosha kuwa mwenyekiti wa chama hiki cha walimu Tanzania kwa wilaya ya Mbeya? Naam, natosha sana. Na hili unaweza kulithibitisha na anaweza kuthibitisha vile ambavyo nazunguka napita kwa walimu kwenda shule mbalimbali. Wamenipokea sana na hata nilivyokuwa nimesimama pale kabla sijaja hapa kufanya mahojiano haya, nimepigiwa simu na watu wengi sana, wanasema umechelewa. Umechelewa, tunatamani haya yangefanyika kabla. Okay. Kwa hiyo ni kama walikuwa wanahitaji mtu wa aina yangu ili tukitoe chama cha CWT hapa kilipo, ili warau tukiletee mvuto mpya kwa walimu. Una maana ya kwamba chama cha walimu kwa sasa kipo mahala pabaya? Kina hali mbaya sana, na walimu ni wakali mno, na najua hata kabla sijawatembelea nafahamu kwamba chama kina hali mbaya, nilikuwa nafahamu hivyo, lakini nilivyofika baadhi ya maeneo ni wakali. Okay. Ni wakali, wanahitaji mabadiliko na wanatamani hata masaa ambayo nilikuwa pale ningepewa nafasi niongoze, lakini utaratibu ni kwamba kesho tarehe 21 ndo wawakilishi wetu kutoka kwenye shule za msingi na sekondari waamue nani awe kiongozi, na imani kwa simu ambazo napokea naenda kuwa kiongozi wa walimu. Sijui nisaidie tu mimi, najaribu kujiuliza. Nisaidie tu mimi, una nini cha kukufanya uchaguliwe wewe kuwa mwenyekiti wa CWT taifa na si mwingine yote, na mpaka sasa ninazo taarifa kwamba watu 6-7 hivi ambao wamegombea mpaka sasa au wameonyesha nia ya kuomba kuchaguliwa. Watu 6-7 hao. Kwa nini wewe? Asante sana. Swali zuri sana. Ndugu mwandishi. Kwanza mimi ni mtu huru. Ni mtu huru, sio kwa maneno, kwa vitendo. Historia yangu ya maisha yangu, wengi ambao wamekutana na mimi wananifahamu, na ndio maana nikifika huko shuleni wakati fulani sijielezi, wale ambao wananifahamu wanakuwa mashuhuda wenyewe. Kwa hiyo ni rahisi tu, maisha yangu ni kielelezo. Ni mtu huru na ni mtu jasiri. Okay, ni mtu huru na jasiri. Na mtu jasiri. Walimu ambao wewe unaomba kuwa mwenyekiti wa wilaya. Naam. Sio? Tafsiri yake huendi kuwa mwenyekiti bila watu. Naam. Sasa kwa nafasi hiyo mwenyekiti, jamani, kwa nafasi hiyo mwenyekiti. Naam. Kwa nafasi hiyo mgombea wa mwenyekiti. Naam. Hawa unaotarajia kwenda kuwagombea ikiwa watakuchagua, wana nini ambacho wewe utakwenda kukibeba kwa niaba yao ukipeleka ngazi ya juu? Kama shida, kero, vitatizi vinavyowatatiza walimu ni nini hasa? Mambo yako kadhaa na yamekuwepo kwa muda sasa. Mimi nikichaguliwa kuwa mwenyekiti kwa mujibu wa katiba na kuwa mjumbe wa baraza kuu la chama. Kwa hiyo mimi sitakuwa tu kiongozi wa wilaya, lakini katiba inanipa fursa ya kuwa mjumbe wa baraza kuu la chama taifa, ambako hilo ndilo ambalo linaleta mabadiliko kwanza ndani ya chama. Kwa mfano, tuna mambo ya 2% iko kikatiba, tunahitaji kwenda kuifanyia mabadiliko katiba kwanza, tuamue 2% ngapi tutoe. Kwa unakuta kuna 2% ya nini? 2% ya kwenye mshahara wetu. Okay, wa kila mwalimu kwenda kwenye mfuko wa CWT. Na imekuwa ikitoka kwa muda mrefu tangu miaka ya 2012 nikiwa mwakilishi. Walimu wamepiga kelele sana, wameshauri sana. Kabla hawajaanza kuanzia, walimu hawajaanza kuingia kwenye vyama vingine kuanzishwa, tayari walimu walikuwa wamepiga kelele sana, wameonyesha uvumilivu. Na tunazungumza mawili matatu kuelekea uchaguzi huo, na huyu kama ambavyo nimedokeza awali kwamba ni mgombea anayeomba nafasi hiyo ya mwenyekiti wa CWT wilaya. Sasa ambacho nakikumbuka tena, swala la katiba
namna gani mnasimamia katiba yenu kwanza ikoje? Katiba yenu ikoje mwalimu? Nashukuru. Mfumo wa katiba yetu tunahitaji mabadiliko, mambo mengi ambayo yanatusukuma kuhitaji kuleta mabadiliko ndani ya katiba. Kwanza mfumo wake. Ukiangalia sisi tunajiita ni wanachama wa CWT, ni wanachama wa chama cha walimu Tanzania. Lakini tunaweza kukaa kwenye kata moja hatufahamiani. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mfumo ambao umewekwa kwenye katiba kama ilivyokuwa hapo nyuma. Tulikuwa nakaa kwenye kata, walimu wanakaa na viongozi wa wilaya wanakuja, wanatoa taarifa mbalimbali, tunazungumza changamoto zetu kama walimu ngazi ya kata. Lakini kwa mujibu wa katiba, baada ya mabadiliko 2014 kukawekwa utaratibu kwamba tuwe na uongozi mahali pa kazi. Lakini hakuna utaratibu uliowekwa kwamba hawa walimu katika ngazi mbalimbali wakutane ili washare zile changamoto zao. Huo utaratibu alioweka ni nani? Baraza Kuu. Kwa mujibu wa katiba yetu, chombo ambacho kinaweza weka mabadiliko yoyote ndani ya katiba ni Baraza Kuu. Sisi huku chini hatuna mchango wowote. Katiba kama imeainisha hivyo mtarajiwa wa watu. Naam. Katiba kama imeainisha hivyo na kinafuatwa, kuna shida gani? Akinafuatwa katiba inabadilika kulingana na mazingira na mahitaji ya watu. Sisi kama walimu tunaona kabisa kama sisi tunaweza kujiita ni wanachama wa chama kimoja na ngazi tu ya kata hatufahamiani, tunaona kwamba lazima ndani ya katiba yetu tufanye mabadiliko, then tuwe kukutana ngazi ya kata, na ngazi ya kata wilaya watalazimika kikatiba waje kutusikiliza na watupe mrejesho. Sasa anayezuia ni nani? Anayezuia ni nani? Ni katiba, ni mfumo? Anayezuia ni mfumo. Sasa anayezuia ni mfumo. Ni mfumo kwa namna gani? Kwa sababu walimu wamehitaji mabadiliko. Kwa mfano hii 2%. Ni kwa muda mrefu wametaka mabadiliko ya 2%. Lakini Baraza Kuu halijawasikiliza. Na mimi kwa sababu kwa kuchaguliwa kwangu kuwa mwenyekiti, nitakuwa mjumbe wa Baraza Kuu, naenda kuwa sauti ya walimu wote ambao wako huku chini. Na naamini kule Baraza Kuu sitakuwa peke yangu. Kutakuwa na watu wengine ambao wamebeba ujumbe mzito huu wa walimu. Tukienda kule, nitaenda kuunganisha wajumbe wengine kuhakikisha kwamba tunawashinikiza viongozi wasikilize hawa walimu ambao wako vituoni huku wanapata shida ya hiki ambacho kinaitwa 2%, ambayo inaweza kaenda mpaka 1%, kuwapa unafuu wa walimu. Ikitokea unachaguliwa kuwa mwenyekiti wa wilaya wa chama cha walimu, nini vipaumbele zako hasa, kwa kunitajia tu kwamba nini kipaumbele, kwamba 1, 2, 3 natamani kufanya hiki na hiki, nini kipaumbele chako? Naam, nina vipaumbele vyangu hapa. Cha kwanza ni kwenda kusimamia mabadiliko ya katiba, kwa sababu nitakuwa mjumbe wa Baraza Kuu. Cha pili ni kuwa karibu kwanza na wawakilishi, kwa sababu wawakilishi ndo ambao watanifanya mimi nipate changamoto za walimu. Lakini kuanzisha utaratibu wa kukutana na walimu ajira mpya na wale wa miaka 50 unakuendelea kila mwaka. Cha 4 ya muhimu, kupigania kupunguzwa kwa hayo makato 2%. Kwa ikiwezekana kwenda 1%. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu sana, kurudisha utaratibu wa walimu kukutana na ngazi ya kata na kupata mrejesho wa chama. Tuna mambo mbalimbali. Kama hawa ni wanachama, lazima wajue CWT yao inaendaje, iwe ngazi ya wilaya na hata taifa. Naam. Kuna lingine? Kuna lingine ambalo naenda
kulisimamia. Lazima tutazame upya katiba yetu pia kuhusu uongozi. Lazima tutazame upya katiba. Tuwe na ukomo. Kwa sababu inaweza katokea tuwe na ukomo. Kuna watu ambao hawawezi kuwa tayari kuondoka madarakani. Kwa mfano mtu anaweza kwamba kwa sasa katiba yenu haina ukomo hauna ukomo. Ina maana kama mtu ameingia na miaka 21 madarakani na hayuko tayari kutoka, anaweza akaongoza mpaka na staff. Ni kwa ngazi gani? Ngazi zote. Okay. Naam. Hakuna ukomo. Sasa tumeiona hii changamoto kwenye uchaguzi huu. Kwa nini unafikiri hilo ni muhimu? Vipi kitokea mtu ni mzuri na wajumbe wanafikiri anatosha kuendelea kuongoza? Kwa nini unafikiri hilo ni muhimu kuweka ukomo kwenye uongozi? Ni sahihi kwa sababu tunajua kwamba kwanza kama mtumishi anafika mara huwa wanastaafu. Kuna muda wa kustaafu. Sasa wakati mwingine ukiendelea kwa nini unastaafu? Umeweka kustaafu kwa sababu kuna kuchoka. Binadamu ana tabia ya kuchoka. Lakini pia wakati mwingine wakati fulani mtu anaweza kaenda kimazoea pia. Kaenda kimazoea kwa sababu tunasema duniani kote watu wazuri ni wachache. Sasa CWT haiwezi kuanza kuombea kwamba CWT ipate mtu mzuri. No. Tunazungumzia kwamba ipate mtu mzuri ambaye ataenda tu. Sasa tukipata mbaya itakuwa haya. Wakati mwingine mtu anatakiwa staff na miaka labda 55, 56. Huyo ni mtu ambaye tunaona kwamba anaweza kawa anaelekea wakati fulani kuchoka kulingana na nyakati. Lakini akawa hayuko tayari kutoka. Kwa kiwango gani Mwalimu William unakwambia kwamba katiba ya sasa inatosha, haitoshi, ipo kawaida? Kwa kiwango gani katiba ya sasa? Katiba ya sasa inahitaji mabadiliko makubwa sana. Inahitaji mabadiliko, na ndio maana ukiangalia hapa leo hii tuna chama cha walimu, tuna watumishi. CWT ina utaratibu. Kimsingi chama kinatakiwa kisimame kwa ajili ya watu. Lakini hapa ukiangalia chama kinafika mara kimesha mchukua mwalimu kumuingiza kwenye makato hata bila kujaza fomu yoyote. Sasa hapo kunakuwa na changamoto. Na akishajaza hatukatai hilo, lisingekuwa baya sana. Lakini baya zaidi ni kwamba huyu mtu akishakatwa anapewa chama kilipaswa kimwandae kuingia kwenye ajira. Kuingia kwenye ajira kuna changamoto. Sisi wazoefu tumeona. Unapoanza kazi wakati fulani kuna mambo yanaendea pup. Lakini chama kwa sababu kilikuwa na nafasi ya kumsaidia huyu mwajiriwa mpya ili wampe angalau namna gani anaweza akaenda na akaishi vizuri ndani ya ajira. Kiuchumi Msokwa ukoje kiuchumi kuhakikisha kwamba tukikupa hii nafasi hauendi kuwa tegemezi kwa wale unaoongoza, huendi kuwa omba kuwa chawa kwa vyovyote vile? Kiuchumi umejiimarishaje kuhakikisha unakwenda kusimamia eneo hili? Nakushukuru sana kwa ajili ya swali hilo. Ni swali zuri. Asante. Mimi ni mfugaji. Okay. Ni mfugaji, lakini mimi pia nalima. Naam. Kwa hiyo lakini pia niko kwenye ajira yenyewe. Kwa hivyo vitu vitatu nadhani, na ndio maana hata watu wananiamini kwa sababu wanajua najishughulisha. Jiografia hii ya Mbeya vijijini utaizunguka kweli kwa sababu wewe ni mfugaji na mkulima? No, kwa sababu chama, na ndio maana kuna utaratibu. Unapozunguka uzunguki kwa fedha yako. Chama kipo na tuna magari ya chama. Okay. Tuna vifaa pamoja kwamba nina usafiri wangu mdogo, lakini tuna magari ya chama ambayo viongozi wanapokuja wanakuja na usafiri ambao wanawezeshwa na chama. Machache kuelekea mwishoni mwa mazungumzo yetu. Hapo nyuma CWT chama cha walimu kilikuwa kinaonekana kinatajwa kama chama ambacho kimejidhatiti kweli kweli kuwatetea walimu. Ikawa tegemeo. Hasa kipindi cha mkoba. Lakini sasa hivi
kinanyoshewa kidole. Naam. Ni kama kimeingiliwa. Kinanyoshewa kidole na walimu wenyewe. Niambiaje kuhusu maelezo yangu haya? Ni kweli? Ni kweli. Tena kwa 100%. Ni sahihi kabisa. Kuna nini huko ndani? Huku ndani kuna mazoea. Huku ndani kuna mazoea na walimu wanaonekana ni watu ambao wanatazama kama hawajitambui, na hivyo mtu anaweza kufanya yoyote. Kwa mfano mimi nikwambie ndugu mwandishi wa habari. Kwa mfano mkuu tunajua kwamba kimsingi ni kiongozi. Ni kiongozi wa walimu kwa upande wa utumishi ambaye yuko pale kwa sehemu ya serikali. Lakini leo huyo anataka kugombea awe mwakilishi awe kiongozi wa walimu, awe mtu wa kuwasemea walimu. Itawezekana wapi? Mkuu wa nini? Ni mwalimu mkuu. Kanuni wa shule. Kanuni au katiba zinasemaje? Kanuni inaweza kawa imenyamaza. Ndio mapungufu ambayo tunaenda kuyafanyia kazi sisi tukiingia hapa. Naam. Pamoja na kwamba ni mwalimu mkuu au mkuu wa shule, si bado ni mwalimu. Naam. Kilichompa tiketi pale juu ni walimu. Naam. Katiba inasema nini kuhusu mwalimu mkuu au mkuu wa shule? Hawezi kuwa mwakilishi wa mkutano wa ngazi ya juu wa walimu? Anaweza kwa maana ya katiba ya sasa. Na ndio maana tunazungumzia hakuna tatizo. Na ndio maana pia fursa za kugombea. Lakini sisi ambao tunaingia lazima tuwe na mipango ya kutazama madhaifu ya mfumo wetu. Wewe uwezi leo hii ukasema kwamba mwalimu mkuu akamsemea mwalimu au mwalimu mkuu akamhoji afisa elimu, akamhoji mkurugenzi. Inakuwa ni ngumu. Kama kuna changamoto inahitaji mtu huru. Na wakati fulani mifumo huru inakuja na mazingira. Ukiwa yule anateuliwa, kwa anaweza wakati fulani akapata changamoto za namna hiyo. Kwa tunahitaji mtu ambaye anaingia sasa hivi kuingia kwenye uongozi inahitaji awe huru. Awe mtu huru. Naam. Mnaelekea kwenye uongozi uchaguzi wa mkoa na wilaya. Naam. Unafikiri CWT walau ama bora inahitaji kiongozi wa aina gani wa wilaya, wa mkoa, wa taifa pale juu, ili walau tuone CWT ya miaka kadhaa iliyopita hapo nyuma ambayo ni mara kweli chama cha kuwatetea wale? Mwandishi, unauliza maswali bora sana. Lazima historia imbebe huyo mtu anayepaswa kuwa kiongozi wa CWT wilaya, anayepaswa kuwa kiongozi wa CWT mkoa, anayetakiwa kuwa kiongozi wa CWT taifa. Historia imbebe, na sio atuambie anaweza, ila sisi tumuona anaweza. Kama ambavyo wanaendea vijijini kwa upande wa walimu wanaposema kwamba Msokwa unaweza. Hilo ndio jambo la msingi. Na nimetoka hapa kabla sijaja hapa, nimewaambia kwenye grupu moja kwamba wawakilishi wanapaswa kuamua leo, kufuatilia historia za wagombea leo, ili kesho iwe ni kutekeleza walichoamua. Uwezo kumchagua kiongozi mkubwa wa CWT wilaya au mkoa au taifa bila kuangalia historia ya mtu huyo. Anasema ni jasiri. Je, historia inasemaje? Anasema anaweza kuwasemea walimu. Je, historia inasemaje? Hilo ndio jambo la msingi. Hivi kitaifa, naam, CWT mnawajibika kwa nani? Yaani inawajibika kwa nani pale? Kwa maana ya CWT wilaya au kitaifa kule juu. Naam. Au nitengenezeje swali langu? Naam. CWT ipo chini ya Wizara ya Elimu. Ndio. Mnawajibika kwa nani pale? Yaani kikitokea kitu kwenye CWT mnawajibika kwa nani? CWT haiko chini ya Wizara ya Elimu. CWT ni chama cha wafanyakazi. Kabisa ni chama cha wafanyakazi. Kwa hiyo kinapo hawa ni waajiriwa. Ni kwamba wale na hiki chama kinaundwa na nani? Kinaundwa na watu ambao wameajiriwa ndani ya Wizara ya Elimu. Hapo chini ya Wizara ya Elimu. Naam. Kama walimu naam. Chama kinawajibika kwa nani? Chama kinaishi elimu au idara gani? Chama kinapaswa kuwajibika kwa wanachama. Ndio msingi. Chama kinapaswa kuwajibika kwa wanachama. Wanachama. Naam. Sawa. Japo kuna jambo halijakaa sawa. Kuna matamanio unapata
uliweke vizuri. Naam. Ninyi ni watumishi chini ya serikali. Naam. Watumishi wa serikali ambao mnatengeneza chama. Naam. Sasa uendeshaji wenu hauna uhusiano wowote, pengine niulize hivi, hauna uhusiano wowote na serikali? Hapo ndo kuna changamoto. Kwa mfano unapotakiwa katibu anapotakiwa makatibu wote ili waje wakitumikie chama cha CWT kwa maana ya chama cha wafanyakazi, lazima waombe ruhusa. Wanaenda kwa mkataba, na akimaliza naweza kauishi. Ndio utaratibu. Na ndio maana ukuta kipindi kile cha Mheshimiwa Orochi alipata changamoto kidogo. Mkataba wao kuleta shida mpaka wakaenda mahakamani lakini hayo tuyaache. Nafikiri ndio changamoto ilipo. Kwa wakati mwingine kuna mahusiano, lakini ukiwa kiongozi ambaye unajiamini, nafikiri ndio maana nimezungumza kwamba kuna kipindi CWT iliheshimika chini ya Mkoba na tunajivunia. Ni mtu ambaye aliweka heshima ya CWT, heshima ya Mwalimu. Lakini sasa hivi kwa kweli tuna hali mbaya. Naam. Kuna walimu wanaitwa hivi karibuni wamejulikana kama NETO. Naam. Walimu wasiokuwa na ajira. Naam. Na wanakilio kweli kweli sasa. Naam. Kama ambavyo tunaamini, kama ambavyo kuna sekta pia nyingine, kada nyingine wako ambao hawana ajira. Sasa walimu wamejitokeza hadharani na kueleza kilio chao juu ya madai kwamba wanahitaji walau kumbuka pia wapate ajira. CWT mnahusikaje na NETO? Ama ikitokea kesho na kesho kutwa unaingia kwa mwenyekiti, how you could? Nashukuru sana. Kwanza nisikitike sana kwa kilichotokea. CWT imejitoa, haijajifanya mdau kabisa wa hili sakata. Kimsingi tukiwa na viongozi imara, watakuwa na viongozi sio imara tu, lakini viongozi wanaopenda walimu watawasemea. Wale ni walimu, lakini walimu ambao hawako kwenye ajira. Kwa hiyo CWT walipaswa, kabla hata serikali haijakutana na hata kabla hao vijana hawajapambana, ilipaswa CWT itoe kauli ya kushauri, kauli ya kushauri na kuwatia moyo wale vijana. Lakini CWT iko kimya, ila inawasubiri waajiriwe waingie kwenye makato. Ilipaswa CWT kama chama ambacho kinatetea mwalimu Tanzania chenye mtandao, ilipaswa kishirikiana na wadau wengine kuwasemea. Lakini sasa hivi ni watu baki kabisa ambao wamewasemea wale vijana na wamewapa ushirikiano mpaka wanakutana na serikali, wamepitia magumu. Hawakupaswa kupitia yote hayo kama tumekuwa na viongozi wa chama cha CWT imara. Ninyi ni kaka. Naam. NETO ni wadogo. Naam. Nikisema NETO ni yatima, I'm right? Uko sahihi kabisa. Wale vijana walipaswa kusaidiwa. Na ndio maana nimesema sisi tuko kwenye ajira. Tuna uzoefu. Tuna uzoefu. Wale vijana walipaswa kusaidiwa. Walipaswa walau sisi tuzungumze hata na serikali, tushauriane kwa vitu ambavyo tunavyo. Na sio tu kusema kauli, lakini kauli ni watia moyo, lakini tungeona kwamba CWT inashirikiana vipi na serikali walau kuangalia changamoto kama hizi. Hiyo ni jambo la msingi sana. Naam. Tayari lakini serikali imeshachukua hatua. Serikali imechukua hatua na kimsingi, pamoja na kwamba serikali ilichelewa kukutana nao vijana, ilileta mshike, lakini tunaishukuru serikali hata kwa hapo ilipo, ile kutoa nafasi kuzungumza ilikuwa jambo la msingi. Ingawa bado nasikia bado kuna changamoto, wao wenyewe NETO wanagawanyika, lakini warao serikali tunafikiri, tunasubiri feedback ya serikali. Wamesema wanaenda kufanya tathmini ya jambo hilo, tutaona watakuja na kitu gani. Labda walimu mnatosha serikalini huko na sekta binafsi. Labda walimu mnatosha mwalimu. Hapa na walimu ambao tuko mtaani tuko wengi, lakini huko ajira mnatosha. Ni sahihi, walimu bado hawatoshi, lakini serikali wakati wote imesema itaenda kwa walimu bado hawatoshi. Hivi CWT
mna vinasaba vyovyote na vyama vya siasa? CWT ina watu mle ndani. Kwa wale watu wanaweza kawa na mahusiano na vyama mbalimbali, lakini kimsingi CWT haina chama cha siasa mle. Naam. Sawa, tunapoelekea kwenye uchaguzi kuhitimisha. Unatuambiaje kuelekea kwa uchaguzi na kwa nini ukapitishwe wewe ama uchaguliwe wewe kuwa mwenyekiti wa wilaya ya Mbeya wa CWT? Kimsingi kama nilivyosema tangu awali, tunapoenda kuhitimisha, walimu na lazima watafute historia ya kila mgombea, hasa hawa wawakilishi watafute historia ya kila mgombea, na ile historia ya mgombea ndio waitumie kuamua nani awe mwenyekiti wa wilaya hii kwa kipindi hiki, na si urafiki, labda ukaribu. Tunachotaka ni kiongozi ambaye ataenda kuwa sauti ya walimu wote bila kujali ni mwalimu wa shule ya msingi, ni mwalimu wa shule sekondari au ni nani. Tunataka mwalimu ambaye ataweza kuwa sauti, ambaye hata anaweza amewahi kuwa sauti yao kwa kipindi. Mwenyekiti wa sasa bila shaka ni mtu anaitwa Mwaselela Anton. Naam. Amepatia wapi kwenye uongozi wake? Ama kwa sababu wewe ni mgombea uwezo kusema kitu ambacho nafikiri amefanya kizuri na kitu ambacho nafikiri ni shida, wewe ukipita utafanya. Nashukuru sana Mwaselela. Kimsingi kuna nyakati tulimuona, kwa sababu mimi nimeshiriki wakati anaingia kwenye madaraka Mwaselela, nilishiriki kumuingiza Mwaselela. Mwaselela alikuwa amefukuzwa ndani ya chama, lakini sisi tulimrudisha, walikuwa wamemfanyia hila. Lakini Mwaselela nadhani kwa sasa sijajua nini kimeingia hii miaka ya hivi karibuni, Mwaselela kiukweli amepoteza uwezo wake. Hajawa karibu na walimu na hajawa mtu wa kuwasemea walimu. Sasa tunashangaa kitu gani kimejitokeza hapa katikati amekuwa hivi. Ukichaguliwa unakaa kwa muda gani? Katiba inasemaje? Unakaa muda gani kwenye miaka 5? Naam. Tafsiri yake uchaguzi kufanyika sasa mpaka 2030 hivi. Naam. Naam. Pengine mwalimu, ni changamoto zipi ambazo unaziona wewe kama kwa hususan kwa walimu haswa ambazo wanakumbana nazo pindi wanapokuwa kwenye majukumu yao ya kikazi? Tumeona walimu wengi wanalalamika maeneo yao ya kazi kuna changamoto mbalimbali. Wewe binafsi changamoto hizi ni zipi na pengine unaweza ukasaidiaje kuzitatua utakapopata nafasi? Nashukuru. Nadhani changamoto ambayo imejitokeza kwa hivi karibuni kubwa kwa walimu, kubwa kabisa, iko ndani ya chama. Ndani ya chama kuna changamoto kubwa, lakini kwa maana ya changamoto ya mazingira nafikiri tunaenda kupambana nayo. Kumekuwa na changamoto, nafikiri nikiwa kiongozi wa CWT, zipo changamoto ambazo nitashirikiana na serikali ngazi ya halmashauri kuhakikisha kwamba zingine tunasaidiana. Kwa mfano kama kuna changamoto za madawati na vitu vingine ambavyo ni vitenda kazi, na tutashirikiana. Na ndio maana kwenye mipango yangu nimesema nitakuwa karibu na wawakilishi ili nitambue tatizo lililopo pale eneo la kazi. Kama kuna changamoto, basi mimi itakuwa rahisi sana kushirikiana na halmashauri kuiomba kwamba itatue mapema zaidi. Wakati mwingine changamoto zingine zinaweza kawa hazijulikani na au hazisukumwi, na shirikiana na wadau wengine kusukuma. Hilo ni jambo la msingi. Wakati mwingine halmashauri inaweza kufanya jambo fulani, lakini wakati mwingine hakuna msukumo labda wa kutosha. Vitu kama hivyo. Pengine kwa kumaliza neno lako la mwisho kwa wapiga kura ambao wanaenda kuchagua kesho. Wapiga kura kesho wasikosee. Wamchague ndugu William Msokwa, mwenye historia ya wazi ya kiuongozi na ya kutosha kuwa msemaji, kuwa sauti ya walimu Mbeya vijijini, lakini hata taifa kupitia baraza kuu la chama. Ambapo uchaguzi wa taifa mnatarajia kufanya lini?
uchaguzi wa taifa ratiba haijatoka. Mkoa Hata mkoa haijatoka. Yeah. Lakini baada ya wilaya ni mkoa then taifa. Sawa, tukushukuru sana Bwana William Msokwa, mwalimu kutoka shule ya upili ya Malama Sekondari mjini Mbalizi. Asante sana na kila la heri. Asante sana. Shukrani sana. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Naam. Asante sana. Mtazamaji, tunakushukuru, asante kufuatana nasi. Mimi ni Josiah Sinkala, nilikuwa ni mwalimu William Msokwa kutoka halmashauri ya Mbeya mkoani Mbeya, na asante kutufuatilia hata wakati mwingine. Na kwenye mbele ya kamera alikuwa rafiki yangu Calvin Ndabira. Tukutakia wakati mzuri.